Gilly Bonny Online TV. Ndugu zangu waandishi wa habari, Bwana Yesu wasifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Kwa majina ninaitwa Simon Paul Ngilisho, ni mwenyekiti wa chama cha Makini katika mkoa wa Arusha. Aidha pia ni katibu wa vyama vilivyounda umoja katika mkoa wa Arusha, umoja wa ushirikiano wa kisiasa. Aidha pia ni mgombea ubunge katika jimbo la Arusha mjini. Niko mbele yenu hapa kulaani na kuwaeleza kuhusu baadhi ya vyama vya siasa na wanaharakati wanaofanya harakati zao kwa ajili ya kutaka kuchafua na kuvuruga amani ya nchi yetu kwa maslahi yao binafsi. Ndugu waandishi wa habari, vyama hivyo vimekuwa vikitumia matukio mbalimbali kuchafua serikali ili kujipatia visingizio vya kutokushiriki uchaguzi mkuu kwa wananchi na kusingizia vyombo vya ulinzi na usalama kuhusika na matukio mbalimbali yanayoonekana kuichafua taswira ya amani ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, mfano wa wanaharakati ni Maria Saroki, makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, John Heche, na ambao wamekuwa wakitumia mikakati mbalimbali ambayo inaonyesha kuichafua taswira ya nchi yetu, likiwemo tukio linalodaiwa kuchukuliwa kwa Humphrey Polepole. Linaonyesha kabisa kwamba tukio hili ni tukio la kutengenezwa. Ndugu waandishi wa habari, katika kudhihirisha mipango yao hiyo ovu kwa wanaharakati hao na wengine ambao wamo pamoja na hawavumi, sikilizeni hii klipu ambayo haina nia nzuri katika taswira ya amani yetu katika nchi yetu. Nimejadiliana kirefu na timu ndio tukaja na hii ya kwamba tukiuziwa woga tutaununua. Aisee, furahisha sana na kila hatua ambayo tumepiga. Kwa sababu kila jambo linaenda kama tulivyolipanga. Sasa inatakiwa kuongea na Polepole akazie pale pale ili kuteka hisia za wananchi na chuki zidi kuwa kubwa kwa Samia na watu wake. Na uzuri ni kwamba familia nzima wanafanya kazi nzuri sana kama alivyotuahidi Polepole. Jana Polepole amefurahi sana kuona mipango inaenda vizuri kama ilivyopangwa. Na muda ukifika atajitokeza kwa mtindo ule tulioandaa. Tumeshauza ajenda yetu kwa wananchi. Imepokelewa vizuri sana. Sasa kaka yake ameongelea issue ya chifu. Naona imeanza kuumiza vita sana polisi. Na huo muda watahangaika sana. Sisi tunapata muda wa kuendelea kuwatenganisha wananchi na serikali. Na vyombo vyote vya habari kama BBC na DW wote wapo upande wetu. Na sisi ili kufanikisha jambo letu lazima tuendelee na kazi. Sikiliza hii klipu vizuri tu, utagundua kwamba walishajipanga ili kusudi kuwaondoa wananchi wasiende kuwasikiliza wagombea wanaonadi sera zao. Na nina uchungu sana kwa sababu nimekuja kwenu waandishi wa habari kulisemea hili swala kwamba kwa kweli sasa hivi tunahitaji kuiunda serikali na lazima wananchi wapate nafasi ya kwenda kwenye majukwaa ya wanasiasa wawasikilize. Ndugu zangu, tuache kupotosha watu katika kuwatoa kwenye malengo ya kwenda kutatua maisha yao. Haya mambo mengine ya kutengenezwa, mimi nadhani kama mnasikiliza hii klipu vizuri, mtaniambia kwamba kwa wakati huu sio wakati wa bla bla za kusikiliza matukio
ya kutengenezwa. Kwa niaba ya chama cha Makini, ndugu waandishi wa habari, ninaomba wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 wakapige kura. Mimi Simon Paul Ngilisho, mgombea wa ubunge wa jimbo la Arusha mjini, mkanipigie kura, lakini Rais Costa Kibonde wa chama cha Makini mkampigie kura, lakini pia mkachague na madiwani wa chama cha Makini ili tuende kuunda serikali tukafanye kazi ya kuendeleza amani. Kwa hiyo nataka niwaambie Tanzania ni moja na hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde na tuitetee amani ya nchi yetu, tukishirikiana na vyombo vyetu vyote vya ulinzi, na yeyote atakayethubutu kuharibu amani yetu kipindi cha uchaguzi mkuu, basi tunaomba jeshi letu la polisi likawashughulikie kuhakikisha kwamba hawa watu hawapewi nafasi ya kuvuruga amani. Kwa hiyo wananchi wote jitokezeni siku ya Oktoba tarehe 29 2025 kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki yako, timiza haki yako, piga kura, chagua rais, chagua wabunge, chagua madiwani. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.